Koredi. Niongee English ama Kiswahili? Okay, habari zenu sikia leo. Kwa majina naitwa Morris Odor Ombambo. Mimi ni katibu mkuu wa chama cha kutetea wafanyikazi wa matatu, yani Matatu Workers Union, chama ambacho kilisajiliwa mnamo mwaka 2014. Leo hii tumefika hapa katika Solidarity Center, chumba sehemu ya mkutano ambapo inaleta pamoja wafanyikazi wote ambao wanashughulika katika kujenga uchumi wa nchi ya Kenya, pamoja na wale wote ambao wanashughulika katika kuhakikisha kwamba wale services ambazo wananchi wanahitaji zinapatikana. Kwa hivyo sisi kama wafanyikazi wa matatu tumefurahi kwanza kujumuika pamoja na ndugu Francis Atwoli na kamati yake na makatibu wakuu wengine ambao wamefika hapa ili tuweze kujumuika pamoja, ili tuweze kuangalia kwa undani yale mambo ambayo yanahusu wafanyikazi. Na kwa sema kweli sisi kama wafanyikazi wa matatu tumefurahi kwa sababu ya kupewa ile recognition ya kutambuliwa na katibu, na kwamba kuendelea mbele tutahakikisha kwamba tunashirikiana pamoja na katibu na kuhakikisha kwamba chama cha wafanyikazi wa matatu pia kinatambulika na pia kinajulikana, kwa sababu industry ya matatu ndio inasukuma uchumi wa nchi ya Kenya. Wale watu wote ambao wanakuja kazini, wale wanaenda katika industry, wale wote ambao wanaenda katika ofisi za serikali wanatumia matatu. Kwa hivyo sisi kama wafanyikazi wa matatu ni watu wa muhimu sana ambao lazima mambo yote ambayo yanahusu masuala ya wafanyikazi wa matatu yachukuliwe kwa makini na yachukuliwe kwa maanani. Na kwa sababu tumekuja hapa leo, ni mara yetu ya kwanza, mimi nimekuja hapa mara yangu ya kwanza kama katibu mkuu, yale makaribisho na makaribisho ambayo nimepata katika kikao cha leo kimenifurahisha sana, na hii inamaanisha kwamba tutaweka bidii tuweze kuleta wananchi wa members wetu katika union, na tuhakikisha kwamba tunaingia kotu, na tunapoingia kotu tunakuja na numbers zetu. Namba ya matatu Kenya mzima tuko na wafanyikazi zaidi ya 1280. Na hao ni wafanyikazi wengi sana. Na ukipata wafanyikazi hawa kwa njia moja ama nyingine hawahusishwi katika mambo ya trade unionism, hawahusiki katika mambo ya masuala ya wafanyikazi. Lakini leo hii tumegundua ya kwamba tukifuata njia ambayo inahitajika, mambo yetu ya wafanyikazi itachukuliwa makini, na tutahakikisha kwamba tunasukuma gurudumu la wafanyikazi katika sekta zote za uchumi wa nchi ya Kenya. Na maybe swali before peane, tuliona mara nyingi sana nyinyi kama watu wa matatu kwa mnafanya maandamano. Inamaanisha kwamba kutoka kitambo mlikuwa mnajoin hii kwa upande wa kotu, ama mlikuwa mnajisimamia wenyewe kama matatu? Ukweli ni kwamba sisi tulikuwa hatujakuwa tumeingia katika kotu, na wakati wowote ambapo tulikuwa tunapanga mgomo, tulikuwa tunafanya mgomo, tukifanya mgomo tu kivyetu. Tulikuwa tunafanya mgomo kwa kufikira zetu. Na pia hizi migomo zilikuwa zikifanyika, unapata ni kwamba kama ni route moja ambayo inafanya mgomo, unapata route moja inafanya mgomo, ama sehemu moja ya Nairobi kwa mfano inafanya mgomo, lakini ile sehemu nyingine inafanya kazi. Lakini tunapojiunga katika chama cha wafanyikazi wa matatu under one umbrella, tunaposema ya kwamba maslahi ya wafanyikazi wa matatu hayajatiliwa maanani. Kwa hivyo sisi kama viongozi na sisi kama wanachama wa matatu tutahakikisha kwamba tunasema wanachama wetu wote waweze kuenda katika mgomo. Sio ule mgomo ambao utafanywa piecemeal ya kwamba leo route fulani na goma, ile route nyingine haigome. Wakati ambapo tutaitisha mgomo kama wafanyikazi wa matatu, na wale ambao tunaongoza, wale ambao tunaongoza ambao ni madereva, makondakta na wale wanaofanya katika kazi katika SACCOs na companies, tunahakikisha kwamba tunajumuika nao wote na tunatangaza mgomo kwa nia na sauti moja. Nami naitwa Jaramba Moses. Mimi ni dereva wa Route 44 na nimefanya hii kazi ya matatu miaka 35 hivi. Kwa hivyo nimepeleka watu wengi sana Nairobi, na tumepitia mambo mingi sana ya barabara, kwa sababu tunapitananga na mambo mingi kwa barabara. Kwa sababu kitu ya kwanza unapatananga na mambo ya security, inatumizanga sana. Ya pili,
kukuliwa na karakarao. Unaona? Tunamangangwa. Kwa hivyo mwenye gari atapata pesa. Unaona? Kwa hivyo ndivyo tunasema sisi madriver tukishikana tutaelekea mbali sana. Tunajua tutasaidia hii Kenya na uchumi, na watu wa matatu tupatio time ya tuseme watu wa matatu wanarukanga sana kazi. Wanaamkanga saa 10, huyu jamaa anafunga mpaka saa 6 usiku. Unaona, huyu mtu anapoa ana relax masaa 4 ya matatu. Na tena saa 10 kesho anaamka hivyo. Kwa hivyo ndio tunaomba sisi vile tumeshikwa hapa, mimi najua tutaendelea mbele, tutaendelea na hii jeshi yetu yote, unaona tuko wengi. Umesikia tuko milioni ngapi? Tulika milioni ngapi? 280. Ndio hiyo. Kwa hivyo sisi tukisema leo ni kusimama, hakuna kitu itafanyika kwa hii Kenya. Kwa hivyo tupatiwe heshima. Kwa sababu unajua hata customer anaingia kwa gari asema, nyinyi wewe dereva wewe una akili, unatukana lakini huwezi fanya kitu yote. Kwa sababu ukitukana kwa matatu ama ugonge gari ya mtu, kitu ya kwanza complain na kuanga mtu wa matatu, watu wa matatu wananga akili. Unaona? Kwa hivyo tunataka tujulikane kwa hii Kenya. Hawa ni watu aina gani? Si kama wale walikuwa zamani. Hawa ni watu wengine wapya, na nataka tuombe siku ya mkutano tarehe 1 twende huko, yes, tupatane sisi wote huko, na tutakuja tukiwa wengi sana. Mabasi zitakuja kazi zimefuatana. Pastor utaongea. Kwa majina naitwa James Moga Kamau. Nimetoka upande wa Kawa West Kamiti Road, na nimengesema ya kwamba ile katibu leo yenye ametufanyia leo, tunaomba Mungu amweke miaka mingi, ambariki, na ile wenye ametusikiza. Sasa kama sisi watoto wake wenye ametusikiza, tunasema asante kwa wale yote ametutendea leo, na kwa Mwenyezi Mungu kumugusa kutusikia. So tunaomba ya kwamba tunapitianga shida mingi katika hizi barabara, na watu wa matatu wanga watabuliki hata kidogo. Kila mtu akiona mtu wa matatu anaonanga tu ni kama mwizi. Lakini sisi ni watu ambayo tuko na, si kama wale watu wa kitambo. Sisi ni watu wengine, generation nyingine. Tuko na vitu za kufikiria na zenye zinafaa kufanyika katika hizi barabara. Tunafuata sheria, lakini unapata kuna harassment ziko mingi sana za maaskari NTSA. Unakuja unashikiwa gari, hakuna makosa umefanya. Kufunga barabara hakuna kitu yenye inaendelea, wewe ni kupata tu umefungiwa barabara. So tunaomba ya kwamba sisi tutafanya pindi yetu to make industry ya matatu imeendelea vizuri, na tukikaa hivyo maisha itaendelea mzuri. Sisi hatunanga ubaya na mtu, customer ikuja pale tunamkaribisha katika gari zetu, na yeye atuheshimu ili tukae na maisha mazuri. Ikifika hiyo tarehe moja tupate tande zote pale, tuende tusikize. Ndio tumeshukuru sana siku ya kwanza ya leo penye tumekaribishwa. Barikiweni sana. Kuna pasta. Dakika moja. Kwa majina ni Daniel Kimani, niko route ya 39 Ruai. Nataka ku call out members. Kama hujaregister kwa hii chama yetu ya matatu, wacha kuchukulia hii kitu kama joke. It's a serious thing. It can change your life. Wacha kufanya kazi at mercy of your employer. You have a say. Huwezi kuwa unafanya kazi 18 hours, you sacrifice all aspects of your life. Kulali, you have no hobby, you have no other life, isipokuwa kuamka saa 9, kulala saa 5, and you take it, this is your life, and take it seriously. Kama hujaregister kwa hii chama ya matatu welfare, matatu workers union, tafadhali take a step. It's about your life. Chukua hii hatua, jisajili kwa sasa. It's just for now it's just 100 bob na ID yako. We register you na ukue part of something. Hii ni kazi, it's not an end to means. Ni kitu ambayo ni kazi. Sasa hakuna kazi nyingine una expect itafanya nyingine tofauti kuliko yenye unafanya. Kenya sasa mahali imefika, we have graduates, we have doctors in our midst, we have lawyers. I have a driver lawyer. Tumejitoa pale na yeye na amekubali hii ni kazi. Hii ndio italisha familia yake. Kwa hivyo ukiwa hapo na unafanya kazi ya matatu, either ni stage marshal, driver, conductor, whatever aspect you are in kwa industry, please take a step. Kuja ujisajili. It's a recognized union now. Tumekaribishwa kwa KOTU. So
Don't be a victim. Wacha hii victim mentality. You can do something about everything. Thank you. Huyu ni mchungaji na ni dereva wa matatu. Analani kanisa. Hakuna kanisa. Yes. Otherwise, kwa majina naitwa Pastor Edwin na mimi ni dereva wa 39. Nimefanya miaka almost 20 years kwa matatu, na hii ni kazi ambao ninaiheshimu, kwa sababu kama kuna kazi ninaiheshimu ni hii ya matatu, kwa sababu ni kazi ambao imeajiri watu wengi kama vile Secretary General wetu wamesema, na ukiangalia hii ni kazi ambao imeandika vijana wengi, imelea watoto wetu, imelea conductor wale wako kwa barabara. Kwa hivyo ni kazi ambao inafaa kuheshimika sana. Mimi nimeshukuru kwa sababu wakati nimefanya nikakuja kugundua ya kwamba hii kazi ni mzito. Maana wengi wetu kama madereva wanaamka saa 10, conductor wanaamka saa 10, wengine wamepigwa na wakora, wengine wameharashiwa na huko. Kwa hivyo mimi nikasikia kuna mwito ya kwamba nisimame na hii sekta yetu ya matatu, na Bwana akaniita na nikaanza kuombea sekta hii yetu ya matatu, ili niweze kuwaombea wazee madereva wetu, kuombea conductors wetu, hata wale wako kwa barabara, ili wawe safe, kwa maana bila Mungu tunafanya kazi bure. Na kwa hivyo that's why tumesimama, na nikafurahia hii sekta yetu ya matatu. Mahali ambapo tumefika, hakika tumemwona Mungu. Na hii sekta yetu ya matatu imebadilishwa na maombi, kwa maana zamani ilikuwa ni kazi ambayo haikuwa imeheshimika, lakini sasa hivi tumeona ikibadilika. Watu wamekuwa wapole, imekuwa na mpangilio. Union kama hii tumeshikana ili kuwe na mpangilio na iheshimike. Na kwa hivyo siku ya leo tunashukuru sana minister wetu ambaye tumekuwa naye mahali hapa, kwa maana sasa tumefika mahali ambapo union yetu imetambulika, ama hii sekta ya matatu imetambulika. Na kwa hivyo ninataka kusema ya kwamba hata wale wote wa matatu wanaotusikia pia, kama vile tumesema ya kwamba kama huja register, kuja uregister, na tarehe 1 sisi wote tupatane kule Uhuru Garden, ili tuweze kusimama na sekta yetu ya matatu, na pia tushikilie makamu wetu Atuli, tumushikilie ili tuende mbali. Na ninaamini ya kwamba hii sekta yetu ya matatu itabarikiwa, na itabarikiwa watoto wetu, tutabarikiwa mashambani, tutabarikiwa mifuko yetu kama vile maandiko inavyosema. Kwa hivyo tuwashukuru sana, Bwana wabariki na watende mema. Amen. Mimi kwa majina naitwa Misiani Geoffrey. Professionally mimi ni mwalimu, lakini kwa frikasi imekuwa ngumu Kenya, nikajiunga na mambo ya matatu tangu 2017. Nilimaliza kutoka Kenya Technical Teachers College 2014. Ndio nilihitimu kama mwalimu. Sasa wakati niliona kazi ya walimu imekuwa ngumu, nikakuja matatu. Matatu imeniendelea watoto, imeniendelea mama na kila mmoja. Kitu nitaambia watu, mimi ni dereva kutoka Embasava Jogoo di Mombasa Road. Mimi nawasihi kama wenzangu vile katibu wetu ametuelimisha na ametueleza hapa, tusikirie hiyo msimamo na tutaendesha Kenya yetu na nchi yetu mbele. Hiyo ndio niko nayo. Asante. Kwa majina mimi naitwa Caroline Nyango Song. Mimi ni conductor Kileton Sacco for the past 15 years. Hiyo kazi ni mzuri sana, imenisaidia, imesomesha watoto wangu. Kwa hivyo hiyo kazi ni mzuri kwa kila mtu. Watu wasiogope. Si pia tumesoma tu, lakini kazi ni kazi. Habari zenu nyote. Mimi naitwa Kennedy Karanja. Mimi ni mpiga picha wa Union wa Route 39, na ningependa kushukuru katibu Mr. Francis Aturi kwa kutualika na kurecognize our union
na kutuhimiza tujoin katika chama cha wafanyikazi. Sisi kama Route 39 tumejitahidi sana kuregister members, na tungetaka kuwasihi members wenye wote wa matatu wenye waja join the union waje tushirikiane, juu moja ni nguvu, na ningewa encourage tarehe 1 tuweze kwenda mkutano wa wafanyikazi ili tuweze kupatiana matakwa yetu kwa serikali. Nimeshukuru.